baraka zako na utukufu wako, ijalie nchi yetu salama na amani. Mwenyezi Mungu, kwa baraka zako na utukufu wako utuongoze katika njia iliyokuwa nzuri, njia ambayo ya kusikiliza maneno na kuifanyia kazi. Mwenyezi Mungu, ondoa katika mioyo yetu chuki, ondoa katika mioyo yetu ubaya, ondoa uovu. Mwenyezi Mungu, tupe subira. Mwenyezi Mungu, kwa baraka zako na utukufu wako, viongozi hawa sio kwamba wao wamekaa kwa mamlaka yao, bali umewaweka kwa utukufu wako. Na Mwenyezi Mungu, ukitaka mtu wakae yoyote katika uongozi anakaa, na ukitaka Mwenyezi Mungu aondoke, basi wewe Mwenyezi Mungu unaweza kumuondoa, kwa sababu jua kila kitu wewe ni muweza. Enyi ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala ndo ambaye ametuletea huyu Rais Samia Suluhu Hassan kwa baraka zake na utukufu wake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kumbarikia na atubarikie ili tuishi kwa usalama na amani, tusikilizane, tukubaliane, turidhiane ili tuishi kwa usalama na amani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu ya serikali. Umesema tuzitii serikali zote kwa kuwa zinatoka kwako, na ipingae serikali amepingana na agizo lako. Mungu, umemleta Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wetu, hatuna budi kumtii kama vile maneno yako yanavyoelezea. Tuendelee kumwombea na kuomba juu ya nchi hii amani na utulivu. Tunaomba nguvu za Mungu zikatawale, tunaomba kibali cha Mungu kitawale, tunaomba amani ikatawale nchi nzima, katika serikali, kwa watu wote na sisi wote waja wako. Tunaomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wito wangu kwa vijana ni kwamba tumeona madhara kwa machache, kwa muda mchache uliotokea, ambayo kila mtu akiangalia nchi yetu ndio ilikuwa inaenda kwa spidi. Kwa hiyo sasa kwa huu mwenendo wa haraka wa spidi serikali inaenda nao, ni swala la kujivunia na uboreshaji unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo nawaambia vijana, niwaambie ukweli, vijana ambao wapo katikati ya Tanzania, kwamba ifike mahali tujitambue kwamba wanasiasa wasitugombanishe. Vitu vyote ambavyo nimeona kelele za vijana nazo zijua mimi ni kelele ambazo tayari rais ameshasema kuna platform mambo yao yatakwenda vizuri. Sasa hivi ni kuangalia ushindani tu, kama vile tulivyo nazunguka na nchi 8, namna gani tunaweza tukafanya biashara na hizi nchi. Tungetapata vijana ambao wako IQ yao iko express naenda mbele, kama amezungumza shehe hapa kwamba tuone vijana wanaweza kupeleka vitu kama leo Apple yanatoka South Africa, kuna vitu vya kutoka hapa, kuna vitu vya kutoka hapa, korosho ziende South Africa, korosho ziende Congo, korosho ziende Sudani. Yaani kuna vitu vya kuunga hapa, wewe unavipaki vizuri, unaweka nembo yako, unapeleka kwa basi, kwa ndege, unapokea pesa yako kwenye mitandao. Vijana wabuni vitu kama hivyo, yani wanakuwa creative. Kwa mimi naamini kwa sababu vijana wamependelewa na hii serikali. Hatuna rais mwingine jamani vijana. Mama amesha hapa. Yaani hatuwezi kuconfuse nchi. Niwaambie vijana, nyinyi mzee mwaka 2000 kuendelea, hebu tutulieni morali, tupambane. Na uzuri wa vijana sasa hivi wengi wamesoma. Yaani sasa hivi mmesoma tena shule nzuri, academy, mmeanza na academy, mnaongea Kiingereza kizuri, mnafanya kazi nzuri. Wachina wamekuja hapa. Hebu fikiria pwani sasa hivi. Sehemu ambayo walikuwa wanatengeneza gongo, wanatengeneza mikaa, kuna viwanda zaidi ya 1000 vinajengwa. Huwezi kukosa kuchukua mizigo pale ukapeleka South Africa, ukapeleka sehemu mikoani, ukapeleka Shinyanga, ukapeleka Mbeya, Moshi, Rombo na kadhalika. Kwa mimi nadhani ni kiasi cha utulivu. Hebu tusikubali kuandamana tarehe 9 Disemba. Rais ameshatoa maelekezo kwamba itakuwa zile fedha zote hakutakuwa na sherehe, zifanye zitengeneze miundombinu. Tumepata at least hata pesa ambazo zitatengeneza, watu wanateseka sasa hivi kwenda kwenye biashara kazini. Tusiandamane tarehe 9 Disemba. Hakuna kijana atakayekubali kufanya hivyo. Tujipange chini, kama kuna shida, wizara ya vijana ipo, pelekeni malalamiko yenu huko. Yasipotekelezwa tutajua kuna swala lingine sherehe, na viongozi wa dini tupo, tumeungana. Sisi tumeungana na Sheikh kuhakikisha kwamba vijana, na sisi tunasimama na Tanzania, na Tanzania haitaharibiwa na vijana, wala mna mtu yote atakayeharibu nchi hii, kwa sababu sisi tuko pamoja na Waislamu na Wakristo, tuna umoja, tunapendana na ni watu, ni ndugu. Shaka kuzungumza hiyo. Hakika sisi ni ndugu. Hakika tena udugu ambao mimi niwafahamishe. Udugu, kuna udugu wa kuzaliwa, lakini pia kuna udugu kwa maana sisi ni Watanzania. Sahihi. Kwa maana tofauti yetu sisi ni katika imani tu, lakini sisi udugu wetu sote ni Watanzania na tunaishi katika ardhi hii. Ardhi hii ikiharibika, manake sote tumeharibika. Sahihi. Ikibomoka, manake sote tumebomoka. Na wenye kuumia ni mimi na wewe. Sahihi. Leo hii pesa yetu ndio inaenda kujenga miundombinu ambayo tayari tulishapiga hatua. Mimi niwaambie, Waswahili wanasema adui yako muombe njaa.